now we take a time to just investigate some issue and how the refugee community life in South Africa. If you look very well and the way you see is how the refugee life in South Africa. The refugee from different countries, especially in Central Africa, they are driven in Republic of South Africa and do not have any reception center for just providing them how they can start life. They are getting only paper from government, from South African government, and after they have to look after themselves. They have to create their job. If you can see there, you see the one of the founder, Mr. Choma Choma Nalushaka, is one of Haircut from Republic Democratic of Congo. Is married and is a servant of God. They create job themselves according to his story. They create a job themselves. They are haircuts. Just many of them, they are doing this job. Is the way they are just giving their family food and children to go to school, but they have some difficult. Open, close their tent where you can see the tent, and they have another difficulty for the criminal taking chance for them, robbing them, machine, robbing them sometimes inverter where they are using for their power. When they rob them, they cannot have any amount or anything to reopen their business. Sometimes they are suffering. They are asking neighbors and friends to help them. But if you can see, they did not stay quiet. They just some them among the haircut people. The way you can find some group of people, they stand up and they create any association where they are calling Siakunda Association. Siakunda Association was creating by Mr. Bunana Ngabi Bigombo and Mr. Choma Choma Nalushaka, Joshua Bitangalo, Kitoko Mundeka, Marjole Mabako Kwako, and Milenge Mbale and Bulingo Tonga. These people create association in objective just to reinstate the haircut workers and those people that are working haircut in the tent, in house, to have one word to reinstate together and think how to develop their business. But right now, you can see according to their constitution and when they create their association, become very, very complication among themselves. They just now fight for change and for abusing of power. Just you can see today, we just come in and hear from themselves how is it happen. It's meaning that the founder of the association, Mr. Bigobo, and the others who was a chairperson of the association have been resigned from 2008, and now another one take over. After Mr. Pastor Choma Choma take over, he was actually chairperson of this association.
but according to some of the member of the haircut association, they are accusing Mr. Bigombo to not leave. He was resigned, just resigned for the name, but still his name still in document is acting in finance and the others. And some them they just claim as the leader, their leaders do not inform them what is going for the association, never invite them for any workshop, any program, any what. They are using this association as their business. But according to our investigation, we found that all leaders, they choose themselves to be in this association was all people from one tribe, the Bafurero, and they is still having problem, and the other because the haircut people, they are not all people from DRC, is a people from different countries, from Rwanda, from Burundi, from Congo, and another from Tanzania, and the others from Ghana, and what was. And this association never become extend all over to their members, but have been keeping as business and the connection for some group of the people. Is why you can see Mr. Robert stand up and order haircut to just challenge this situation, to put association to end of all haircut in Durban and KwaZulu Natal. But according to there was inner designation, and them who don't like right now, they are not like the people they've resigned. Mr. Choma Choma, I think he resigned. Him too, when these people stand up, he resigned. But right now, could not feel freely to hand over all original documents and the financial document. This become a challenge in this group, but they are said that they have been addressed some issue to their community, Congolese community, where we their president Denis Mbasha. But we realized that Mbasha himself, he said as he fell to just to come. The problem was very, very hard, and those people do not recognize the leader of community. And there was the absence of other leader from another countries, because this problem is supposed to call different leaders from different countries, because to involve in this situation, to arbitrate this situation, and to make hand and to know and confirm that the Mr. Choma Choma hand over the document and the other things to the people. But if you can see right now, we have involved at the media involved in this situation, but we just contact and the local authority. They promise that they will make it happen. But if these people do not hand over in a peaceful themselves, it will make any inquiry to follow up. All money and everything have been around illegally to be, otherwise some they will go to be charged. But according to Mr. Robert, he say him is very, very determined to take this situation in court. But when we see Pastor Choma Choma, he said as he just waiting for them. They are not really organized, but he was waiting for them and they hand over a document. But the manager for municipality say he really recognized the new leaders in the new elected leader. They are in working right now. You don't know the ex leaders,
but them they have to take all disposition to hand over the situation. But among them, they we can see how the leadership of Congolese is working, how they are doing their things in a community. We thank you very much. We want you to just listen to their interview, how they are saying and how they are thing. Is just fighting for them. That is calling, and Mr. Robert was calling for all haircut around Durban, KwaZulu Natal to reunitate and to become whatever to come and start to restore the unity of haircut and the street worker in road as a refugee community for their interview on right now. Yes, hi, sir. Thank you very much. Okay. My name is Pastor Choma Marushaka from DRC Congo. I came here in South Africa since 1999. And when I arrived here, it was not easy for the life, because to get a permit from Home Affairs, it was not easy. And by that time, as a refugee, he was not allowed to work. For that reason, I took an opportunity to learn how to cut the hair. This place where I'm sitting, I'm not the one who started this place. I met one man from West Africa, Ghana. His name was Daniel. He's the one who was the owner of this place. He teach me how to cut. And then I learned from him, and I know how to cut from him. From my big country, I was not a hair cutter, no, but I learned it here from South Africa. I was a teacher in primary school in my country. It was not easy even if I found that man here in 2010 for a foreigner to work on the street, because we were not allowed to have a permit due to we don't have a green ID. The permit which they give to us, according to business support, we are not allowed to have what we call a permit to work on the street. But we challenge the business support. We organize a group of 10 people. They know all of us, we must go to municipality, we must go to business support, we must go to court and fight for our rights. They give us a permit, and that permit they wrote we are allowed to study and to work. But we are not working. Now we are on the street. They don't give us a permit to work on the street. So how are we going to live in this country? So we must go to court to challenge the business support and the municipality here in KZN. Now we went to court. From there, by the court, we win the case, and they allow we as a foreigner to have a permit to play on the street. That was the beginning of the Siagunda Association. As I'm sitting here, I was not the president of the Siagunda. The president was Bikombo Gabi, who was working today there by MCC. I was a treasurer of the association. The deputy is no longer here. By that time, he went to overseas. His name is Bitangalo. He was a deputy and I was a cashier. But our president resigned, Gabi Bikombo, and our deputy became straight the
president of the association. After that, I became the deputy president of the association. Even up to now, I'm a deputy. The president is no longer here. Since he went to overseas, he never come back. I want to give you the short history. Even now, I'm not a deputy because recently we have chosen a board for Siagunda Association, which I'm going to promote and introduce to the municipality soon, maybe this coming week, because I will retire. Already I wrote the letter to resign, and we have already choose a new team which we're gonna lead our association as the Siagunda. Siagunda, we have wrote a constitution. It's an organization which is agreed or registered here in South Africa. It's a legally organization. We have the registration number. Siagunda, all our members is those who cut the hair on the street, no matter where you came from, no matter who you are a member of Siagunda Association. And we have said to be legitimately, you have to contribute each and every week 10 rand, but we fail. But to be a member founder, you have to give a 50 rand as to adhere to be a member founder. That's why the Siagunda was operating. Now Siagunda today, we're having more than 500 members here in KZN. We have also opened a branch at Espingo, branch at Pietermaritzburg as well. And our aim was to go all over in South Africa, where is the Siagunda to be associated, all of us. Before I carry on, I don't know if you have another question or I must add on top of that. Okay. Do you know the date exactly where Siagunda have been found? It's asking me about the date where Siagunda was founded. I'm not sure about the date yet, but if I'm not mistaken, it's 2013. But already we started at 2010 to fight about the municipality, but we have registered in 2013. How is just a vision and the objective of Siagunda Association? Our vision in the Siagunda is to unite all the people who's doing a haircut on the street, even those who have a salon like a container or house salon, to be together united. So if it will be another fight from the government, once we are united, we'll be able to fight that fight. From the date where you started Siagunda up to date, who is supporting Siagunda? Is it any association? Is it any people who just help Siagunda? Who is any way you are helping your guys when they are losing their material or they are dying? There is no any association who is supporting the Siagunda. Only what I can say, we went to MCC and they said we do have a Siagunda association, but we don't have any support.
please, if you can have any job opportunity, just offer to us so that we can support our organization. And through they offer the job to translate English to French, French to English. They give, if there is a job, they call us, they give that job, we translate it, and they pay the money. And then we have decided the one who is doing that job will get his share, and the Siabunda will get his share. And I remember, if I'm not mistaken, about 3 years ago, the same MCC, they by Sandwood Street, have supported us with the battery to start, because we do have a kiosk. But that kiosk, we went to MCC, they support us with the battery to hire, and the battery charger machine that to support our members, because we were struggling where you gonna charge the battery, how to go. Sometimes you are busy cutting the battery flat, there's no way to run to get another battery. We get that idea, and we went to that approach, and they give us what we call that support. That battery center was from social refugee social, or was it from? You have to pay 10 rand. Then we take the battery. That 10 rand, we have opened an account. We put that money in our account. And if a member came to join the Siabunda, we require him to pay 50 rand. That money also we put in that account. That's the way we get our fund. There's no other business or association or municipality who do support the Siabunda. What support we get from the municipality is just to give our member the square on the street. And then you go to apply a permit from them. If that permit is not free of charge, we used to pay 550 per year. And which relation between Siabunda Association and the Network Street? There is no relation between Siabunda and the Network Street. Network Street. What I said, there is no relationship. Only when we started, we were going there to ask some advice, because we just a foreigner arrived in this country. We have to get some people who knows this country nicely, how to make constitution, how things go. And then we're going there to seek information and some advice. Yeah. Now, from when you found the association, Come again? from 2010 and then today, how many meetings you just done with the members, and do you inform exactly all members the meaning of the Siabunda Association? I can't remember nicely how many minutes, but according to our constitution, each and every month, the executive committee was meeting, and after 3 months, 6 months, all our members was having a general meeting where we invite by invitation of each and every member come to attend our meeting. Okay, if we hear you nicely, you said as the association, Siabunda Association is taking different people, mean the professional people who they are cutting hair. Yeah. Matter you are from Nigeria, we are from what, we are from Yeah. what. But your committee, general committee, why is
is not mixing it to another people from another country or from another province or from even your own country. The people they are not including there. It's only like a look like is a association who is under control which one tribe. You are right to say so, and I can't deny what you are saying. It's because when we arrived here, it was only one people group who was doing a haircut on the street. And the time we started the fight with the municipality against the payment, it was only one group of people from the eastern part of Congo who was doing that kind of business. And if you check nicely, all our members on the street, most of them they are from the eastern part of Congo. But we didn't have any limit. Our constitution accommodates all the people, even from different countries. But most of our members on the street, even now, if you go around to see those who are cutting the but we still welcome each and everyone to come and be member of the association. And if he comes, there's no distinction or difference to be together in the leadership of Siakunda. Everybody are welcome. But now we think you have some allegation between you and your members. You say Bigombo he resigned. How come someone resigned still ruling and controlling finance? And you say you are going to end just soon now the new member who elected. Now we don't know how it's happening. Why is still you are fighting between them? You are not you guys. You are not like to end over in peaceful. You just taking time. This talk, this and this talk, this. What is going on? Because we do not understand very well. I think you get a wrong information because hand over since 2013. And we as an association, we beg him to help us. But him is let off to resign in 2013. We executive committee, we are the one who was asking him to help us because he is among the people who started this issue of Siakunda. And if we went to there by MCC to beg anything, he was the one who was leading. And we say no matter he resigned, we still need his advice. But he was not the one who's controlling the economy because our account is 3 people can sign on the what you call on the check, not him. And again, he's the one who was doing this job to translate. That's why maybe people they can say he's the one who was controlling, but not so. If you get a job from MCC, he to bring the job there, who can make it? Nobody can make it. Only him was able to make it due to the knowledge God have gifted him. And nobody should challenge him for that issue. And we have agreed to offer him that kind of job. Now, I think you have been resigned. From when and until now, what is the reason do you not like to end overall according to your constitution? So all the things or property, everything is belong to Siakunda. It's not to someone else. Why is stopping you to just end over to the new leadership?
I don't know what you are talking about, because, and let me ask you, what property they have told you? Because as a treasurer, I already hand over the account and the constitution to them. They introduced me a new committee. Even myself, I have already resigned. We made an appointment to introduce them to the municipality. It was today. It was on Monday. On Monday, I went to the hospital myself. And we made say, no, we'll do it today because I'm available. Since I'm here, not even one who came to say, let us go now. Nobody is refusing to hand over. Only they are not good, well organized, this new committee. Because sometimes they came to me, where is the chairperson? The chairperson is not here. So how come the chairperson is not here? The time I signed the money for the new members, I asked where is the president? No president. I said, how come you come alone as the president? You choose the president. And now if you come to me, no president. But still I sign. So they are not good organized, they are busy. Not that there's nothing we never hand over to them. And we don't have any property, we don't have a car, we don't have what, only the constitution, the account, and the file. And the file already I give to them. We don't have nothing, we have already hand over to them. We are waiting for their time only. I think there's a correct. You say now just soon here you open a branch to Pietermaritzburg. How come do you go to open a branch in Pietermaritzburg when you have been designed? I think we didn't get me nice. I said when we started, we opened a branch, not today, not tomorrow, to Pietermaritzburg and Esping. Not today, 2010. Yeah, not today. Today I'm not doing nothing because I was already resigned. I'm waiting for the new committee to come and then I introduce them to the municipality. I think you was a treasurer when you are teacher. How the constitution say when you want to just to draw money in a Siakunda association, what the procedure and the rules to draw that money? To draw the money in the Siakunda association, I have said that it was 3 people who was liable to draw the money. And that money, we don't draw only the check, because our Siakunda bank is linked to the check. Those 2 people, 2 can sign, or 3 2 can sign, or both 3 they can sign. Nobody was allowed to go and draw the money by himself. No. Please, just to go there, it's looking like when you start an allegation of heading and designing the leadership in a bank was having some amount. That amount, when you go to the bank and they found that amount was being drawn, what was the reason to draw that money and where come from that money, and there was how much? I don't get your question nicely. Can you repeat your question? We said, you see, the time you started the problem, you design. The time you design in the leadership, in your Siakunda association was money. That money, about 100 some change, and in that 3 months, that money was drawn. Was drawn for which reason?
and where come from that money? I'm not aware. You are the one who are telling me about that 100,000. But me, I'm not aware about that 100,000. What I know that we're doing a workshop. As I've told you, once you get a job there to translate, at the time we get the money. Without that one, there's nothing else who comes from somewhere. And we're doing a workshop. And if we do the workshop, we used to take some money because we invite all the Siagunda and some members to come and see what we are doing. At the time we draw the money. But besides that one, there's now money was throwing. And what I know, up to now, there is money in that account. If it's less, it's 10,000. From that time now, there's no money throwing in that account. We did a workshop here by the school. We did a workshop there by the church there. That's what the workshop water, you know, in that club way we draw the money. And that 100,000 you are talking, me I don't know. Maybe you tell me now. But there's not such of 100,000. Thank you very much. I think in all where we talk right now, do you have anything to say where we did not even ask it? Sometime we can give some. Yeah, thank you for your interview. But some of the interview, some of the information which they give to you are wrong. And then you should not follow all the rumors, all the information, all the people can give to you. The people can give you the information which is not true and which is not right. The information which I'm giving to you, that's the right information of the Siagunda Association. There is no way towards 100,000 rand. We never get that 100,000. We didn't have any income from anywhere, municipality, whatever. No. And again, since we decide to hand over, the new committee are not organized. They used to come to me as a deputy, no matter the president is not here, they are not organized. We set the day to hand over, to introduce them to the municipality. I went with them to seek an appointment. They give us on Monday, this Monday. But their president they choose was not there. But I accepted because we want to hand over. They give us appointment on when? On Monday. Unfortunately, I didn't make it because I was sick. I went to the hospital for the whole day. And we renewed the appointment on today, Thursday. Since morning I never moved here. I'm waiting for them, but nobody came to see me. That was all the information that they give to you is not correct. And thank you very much for your time. Nianza kuzunguka kutafuta mashine. Nikajaribu nitoe kwenye pocket yangu. Nikanunua mashine nyingine. Niweke saluni. Inverter niweke saluni tena. Ili ziweze kurudisha tena customer ninyore. Niweze kurudisha ile hela niliyonunulia spare. Apati. Hela ile niweze kupata kula na kulipia matumizi mengine madogo. Asante kabisa. Jina unaitwa nani? Naitwa Msambila kwa kisasi Kikogota. Msambilwa. Msambila. Kazi kama kawaida chao ndio faraka tulikana au sio bwana ndio wewe biashara nyingine ya ngoja ndio biashara nyingine kwa ifanya mwanangu wadija hata kunyoka shilingi 10 au sio bwana unanyoa bila 10 na pale hivi unakuwa na mke na mke na watoto wawili wapacha mwanamke hapa sema sema ndio maisha yenyewe
maisha sio mazuri ndugu yangu. Watu wananyoa kwa shilingi 10 hapo au sio mwanangu, mpaka jiona pale shilingi 40. Mahitaji madogo ndugu yangu. Nawe pia kama mashine yakapotea wanakununulia ama unanunua mwenyewe tu? Na mimi mwenyewe mashine ikipotea ndani. Juzi nimebeba vitu vyote hapa ndani nimeliwa. Hivi vitu vingine vipi? Nimebeba kwa maana inverter, mashine zote nimeliwa, sijalipwa, nimenunua vingine. Ina maana sehemu hii kuna kwa wezi wengi sana. Wezi wengi sana wa sehemu hii, mama pale ndio njia yao kubwa hii hapa ndugu yangu. Hadi hapa wote tunapita. Sasa tunaibiwa ndani sitoulumu kabisa. Tunaweka vitu tunaibiwa ndani sitoulumu. Unaona ndugu yangu. Na tulipwa ni unaambia bwana Tanzania moja jana baba. Unaona ndugu yangu. Yaani matatizo tulikuwa makubwa sana. Naomba hata msaada mtusaidie jamani. Kweli. Basi jina unaitwa nani hapo? Mimi naitwa Simon. Simon Peter. Naona bwana. Pole sana. Asante sana. Ndugu yangu ngeni kusema jamani tunaibiwa sana huko. Vitu tunaibiwa sio vitu tulivu. Tunajirudia hata sisi wenyewe. Watu wanaibiwa kwa shilingi 10, tunapata pesa ndogo sana. Ndugu yangu. Pole sana. Appena December man. Nadhani tunaweza kuongea ni kinyume mmoja memba wa Siakunda. Tunadhani baba tangu ulianza hapa unapata msaada kutoka kwa Siakunda. Tangu ulianza hapa unaweza kuonesha pata msaada kutokea Siakunda? Sijaupata bado. Ni matatizo gani uko nayo hapa tangu kuna nini kufungula hii biashara? Matatizo kwanza hapo mimi hatuna. Cha kwanza. Mimi naomba cha pili. Na ni bei iko chini sana, bei iko juu. Hata sauni ziko nyingi hapo unapoona. Kama ndio hivi sasa kama unapoteza vifaa maaje unapataka makuta aje tena hapa kama nani mapigo unapotea wewe mwenyewe unajinunulia hela zako fanye kazi unajinunulia ndio mfukoni mwako unajinunulia pesa. Unaona watoto ngapi? Mimi siko na mtoto, niko single. Unatokea nchi gani? Mimi natokea Kongo. Baba jambo. Una bibi, una mtoto, una aje? Mimi nina bibi na watoto watatu. Una bibi na watoto. Unaishi aje? Mimi naishi maisha mabovu sana. Sina kitu hichi ya kunda siyaona wa kunyola, sipati kitu. Na kama maisha mabovu sana, nyumba hivi nataka kunifukuza. Mwambie wale wetu watatusaidia, watusaidie. Na waamuzi washakuwa mingi sana, wanatumia mashini kila wakati hapa. Hapo unatoka tu nyumba, unaenda toilet, unaenda koyona, unaenda kwa mgongo, wanakuja mashini yote. Lakini mwambie kama ni nesa kama ni askari, watusaidie huko mbele. Nasikia bwana, ndio mara kwetu tunalalamika. Wasaidie mimi hapa naitwa kwa mjira ya mzuri Mserembo, sina kitu lakini wanisaidie huko sina kitu. Na mnaona msalo yangu hamna kitu. Sasa kutokea kwa association Siakunda unaisha kusaidiwa mara ngapi? Hakuna, na hata vile nilikuwa kwenye camp mimi wakonipatia hata kitu. Yaani hata sisi hata nini wakonipatia wananiambia mimi sitapata kitu. Ule vigombo wakaninyang'anya vyangu vyote. Na hivi mimi ningekuwa niko na uwezo ningemshtaki, lakini sina uwezo na siwe kwenye Tanzania, juu mimi ni refugee na ndio maana na nyamanza tu, lakini nalia tu. Lakini kama unaweza nisaidia kweli nipate na mimi tenti, nipate mashini kama orodha kila kitu. Mungu anaweza saidia na mimi naweza kuwa na maisha mazuri. Hakuna tatizo peti. Wewe hivi tunaongea tu. Sasa unaona nini? Ndio vile tunapenda simu tusaidie. Kama mna uwezo mtusaidie. Na kama Siakunda mwanza toa ule mzee Bigombo ndio alinimaka mimi. Nilifanya interview yote lakini Bigombo hakunipatia kitu. Vyote viko kule kwa hiyo sisi. Unaweza nisaidia na mimi nipate hata na franga ya nyumba bali kulaka mimi nilipataka nusu mbele. Mwezi mmoja tu. Ndio vile viko kisi. Hapa sio bado tunalalamika tu, lakini hatuna vya kufanya. Ndio ni nchi ya watu. Hauyu kwenye Tanzania na kwenye utaishia. Asante sana. Usikivu mwema.
chers compatriotes, si vous me voyez ici, je suis au niveau du quartier qu'on appelle Piria Center, Market. Proprement, beaucoup de gens appellent ici Market. Market, vous voyez derrière moi, il y a le tentes, il y a encore, comme on appelle les tentes, les salons, là où il y a des professionnels congolais qui sont en train de travailler à coucher, à faire des travail quelconque quand ils ont bien créé, et même ici en Afrique du Sud, précisément à Durban. Mais je voulais entrer, n'est pas comme client, mais je veux entrer étant que seulement demander comment ils sont en train de travailler et comment ils sont en train de vivre à travers ce petit commerce qu'ils sont en train de faire. Vraiment, dans le ménage, quand vous voyez déjà, vous trouvez le monsieur, lui-même va se présenter, il est qui, comment il se trouve devant notre, pourquoi il se trouve devant notre caméra. Jambo baba, unaitwa nani? Kwa jina la Kashindi Kimanuka. Okay. Kashindi Kimanuka. Tunakuja hapa ndugu Kashindi Kimanuka, tunapenda kujua zaidi kabisa kwanza juu yako mwenyewe, na kabla ya yote tujue habari kutoka kazi zenu ile unayoitwa Siakunda Association. Wewe hapa unaishi na gani? Mimi naishi na kazi ya salo miaka 8, niko mkazi ya salo. Ndio kazi yote tuko nayo, hakuna nyingine kazi. Na ni kazi ya souffrance. Sione ni kazi kidogo, ni kazi ya souffrance. Miaka tenda kupata lolote kutokea masehemu mbalimbali. Ni hii kazi ya salo. Naishi na watoto vile. Basi tunaishi kama neema ya Mungu tu, ndio Bwana atusaidia. Unaolewa? Ninaoa, niko na mke. Watoto ngapi? Niko na watoto 4. Watoto wanasoma? Wanasoma ni kushida tu, juu kuna madeni ya mingi, juu kazi yetu iko chini sana, lakini madeni ziko mingi juu ya watoto na masomo. Unaweza tufasiria tatizo gani yenye mko napata mahali ya nani ya kazi? Tunaona mko natumika nje nini, mbo ni shida gani yenye huku naona, magumu gani, mateso gani unaipata? Mateso yenye iko ni juu salo kwanza iko nje, haiko siko mnyumba, ni mavyuma, ni tent yani. Na hisi ni tent inaomba makrobasia mingi kwa kufanya juu hiki kitu kishimame. Kwenye tunatilia vitu kwanza ni mbali, inabidi ubisukume, ubisombe. Sasa ile yote ni matatizo tu na shida na matatabu. Sasa inaomba hata msaada ingilikuwa watufanyisha hata kitu kama nyumba, na sisi tuangalia tunaanza tukapumua. Chujo mateso tuko nayo hii miaka yote hii miaka 8. Tunakokotana sana na maisha ya tent kila siku, lakini hakuna kisa kufanya tu, hatuna nyingine kazi. Ndio kazi tulifikia hapo mwa nchi ya kigeni juu hatupatii makazi mwa nchi, ili tukireje makazi mwa nchi ya kigeni. Kutoka wapi? Kongo. Kabila gani? Kongo. Okay. Kufuatana na tatizo gani kati ya association Siakunda, tatizo ile iko ndani Siakunda biko na 3 ans. Tangu walianza Siakunda, hatuoni mabadiliko Siakunda. Juu ya nini kama nasema vile hatuoni mabadiliko? Siakunda inapasha kuwa na kufanyisha marenyo. Tuyue Siakunda Association inaendelea vipi? Hii miaka yote tuko hapa hatujui gisi Siakunda inaendelea. Na kama tunafanya vile ni juu ya kuona Siakunda hivi, kama tunafanya hii probleme ya Siakunda, tujue nini inaendelea Siakunda.
ni kusema vitu hivyo vinatufikia sur le terrain. Wale bashefu wetu tunasikia kama Siakunda, hakuna kitu wanatufanyia. Unakutanisha kinyozi anakufa, hawatamwangaikia, hawatamuzika. Tunamuzika kinyozi kama mtu haiko responsable. Miaka 13 tangu resistance ya Siakunda iko. Siakunda iko hapa sana. Kama tunalamuka kwa kufanya hii mbinu ya kusema Siakunda ilamuke, ikuwe na balida ba mupya, kusema tubakuwe na organization juu ya kusema kinyozi akikufa, ndio point yetu ya munene sana. Kuko organization ya kusema tuzike mwenzetu na honor. Mwenzetu akikufa hakuna honor, hakuna lolote, inakuwa kama ke sasa atui kama ile organization ni ya maana gani na ni ya kazi gani mwa association ya Siakunda. Ni kitu gani kenye kama vile mnajua Siakunda yenye inaweza kuunganisha kitu gani kinaweza kuunganisha Siakunda? Selo organisation Siakunda inapasha kutusaidia msaada yoyote. Kama una tatizo ya kusema tenti liisha, unapasha enda unabalilia, unabambia mie tenti liisha yote lichanika, ilifanya hivi banisaidie, kisha mimi ndarudisha ile franga pole pole. Lakini ile kamati yenye iko haifanyi ile kazi yenye pasha fanya. Maana yake biko na wale watu wenye wanajua huyu wanamjua, huyu wanamjua, ndio wanasaidiaka. Unakutanisha ile mambo ndio inatuinfecte kusema tufanye Siakunda kuwe wengine ba member ba mupya samwa banaanza bakabadilisha system ya watu ya zamani mpreza yenye wanaongoza Siakunda. Tunasikia tu ni jina, lakini hatui kazi yao na hatui maana yao. Unafikiria kama Siakunda anaweza kuwasaidia ile msaada ela itatoka wapi? Juu Siakunda iko na watu muterea. Hii masaluni yote kwa kusema baseme bajiorganize bakuwa na pitamo batu ya Siakunda, batu ya kunyola, batu ya kubalabala boti. Selo benye biko concerne na Siakunda. Bakitosha ile dirende mwaka tunapasha fanya franga ya mingi sana na inapasha saidia kila wote mwenye kubalabala. Selo depuis Siakunda kuanza mlishaka kuwa na reunion ama mlishakuwa banabafasiria ma chef ya Siakunda ni hivi inapasha kuwa kubapatia nini information exact ya Siakunda? Tangu mimi niko hapa siasikiaka na siaonaka. Kama wengine wanayua, lakini mimi tangu miaka niko hapa niko natumika. Siasikiaka wanafanya reunion bakonvokia sisi twende kwa mkutano wa Siakunda. Bali convoquer reunion ilikuwa ni moya na ikaleta huyo na ndio soulèvement ikaanza, ilikuwa hapa market. Na ndio soulèvement ikaanza kujua mambo ya Siakunda, jinsi kuna tembea kukimbize gouvernement ya zamani. Apripa mliweza kuongea maneno ya Siakunda ba procedure bale ba nini baliongoza ni wanani walikuwa naongoza na leo ni unafikia wapi? Wenyewe walikuwa wanaongoza selo kisi tunasikia kama Siakunda ya waka ni Bikombo, choma na ndio batu wetu tunajua kwanza bebiko mu terrain. Ndio tutasema benya tuoni. Ndio batu wetu tunajua bado. Après wakati mlifanya election ya mupya, ndio hii vurugu ilianza kwa kusema tubatoshe ile ekipe ya zamani tutie ekipe ya mpya, tuone kama mabadiliko itakuwa, changement itakuwa. Ile mabadiliko mlifanya ndio processus tuko ndani, na mpaka hivi banakatala kudepose madaraka, kusema sometime tunaweza kuwa tunayua siri ya Siakunda gisi inaendelea. Lakini tunasikia kama huko na kamati yenu mlisha tengeneza ile kamati, mlitengeneza vipi na kungali kamati hii? Ni kamati yene ilifanya soulèvement
wa kusema bashanje gouvernement ya zamani ya mupya ingie, na ile kamati iko sur le terrain jo basha tupatia kila demande yabo yote, tuisha kwa mikono ya kamati ya mupya, mademisio zabo zote, demisio ya Vikombo, demisio ya Choma Choma yote shakuwa mikono ya kamati ya mupya. Tunachunga bafanye remise reprise. Sasa ndio inashindikana, na mpaka leo inakuwa mwaka mzima hii vinashindikana kuisha. Ndio tunaona tushaenda mwa communauté zote vinashindikana. Ndio tunaona tunakalia fika point ya mwisho. Tunakalia kufanya tena soulèvement ya nguvu sana. Yene mpaka bo peke batasibiri wanasema hapana. Hapa tuache madaraka. Ndio mpango inabakia ya mwisho. Mwile maremi mulifanya ya document benki iliwaambia mulikuta hela ngapi? Benki bashefu ba mupya balenda mule bakatia tupatia information si batu ya mkamati batupatia information munayua mu benki tufanya statement ya benki ya 3 mois tulikutanisha muko 100,000 na mwele 100,000 rende 10,000 tu ndio nabakia mukesi. Atuyuka kama ile pesa ilienda wapi na inasaidia kwa nani na inafanyaka kazi gani na mpaka hivi ziko wapi. Ile hela ilitoka mkoa mwa ama ilitoka ile ni papier ni walitosha ya 3 mois. Yua bayue kama mukese muko hela ngapi kwanza. Kuisha ile mafuta ilipunguka masiku ngapi? Mwa hii pungu yetu tunafanya ndio balenda banatosha kukabakia 10,000. Na hivi banatuambia tufanye yetu account. Batosha franga iliko mu bank, bakubie nazo mu account ya mu pesa tu ile account ni itabakia ni account ya banani, na hiyo tutafungula ni account ya banani. Na zile franga zitakuwa mu account ni franga ngapi batatutumia mwale account ya mtu na kupost tufungule. Mwi maneno yote president wa communauté congolaise na wa Burundi na wa Rwanda na wali wanasema nini? Bo tulibaitisha presque mara pili mara tatu, president wa Kongole na ekipe yake yote alifika, bakashindwa baanzie wapi na bamalizie wapi juu maneno na bashinda. President wa Rwanda yeye akufika wale wakufika sasa Kongole, president Kongole yeye inachanga watu wa makabila ngapi? Association ni makabila yote. Na makabila yote, lakini ile mabichwa ya mupya na ya zamani ni Kongole. Lakini hapa watu ya chini ya mubalabala banadiko mix juu wote biko mu association. Sasa komite ya kwanza president alikuwa ni Kongole. Kabila gani? Ni Mfulero. Nani Migombe alikuwa Kongole? Ni Kongole. Kabila gani? Mfulero. Mwingine alikuwa ni nani? Choma Choma. Kabila gani? Ni Mfulero. Okay. Mwi komite ya mupya mulifanya watu kazi. Hii komite ya mupya tulifanya watu 9. Ndio watu wenye balichaguliwa kusema bafanye equipe ya 9 personnes baorganize bangalie kama si yakunda badeshimamisha. Mubale batu 9 kuna mapinga. Mubale batu 9 muko ni kabila moja ya Kongomani. Ya no, maana yake pei moja ya Bakongole ndio pei moja ya Bakongole iko mule ndio basi kabila gani wale wote kabila wa Kongomani ni Bavembe, Bandero, Bavembe ni bawili ya Furero. Lero ni ine, Bavira ni tatu zetuwa kama si Bashi. Basi hakuna Moshi.
kuna makabila hizo ni Muvira, Mvembe, Fulero. Normalement unawazia hii association organization inaenda mnachanga watu wote ama itakuwa tu ya watu wamoja na kuenda? Balida walifanya hii kusema bapate hii kamati ya mpya. Hivyo wanasema batachagula, batatia watu wote mwekipe. Apre kumalizana na kamati ya zamani, banasema batatia watu wote batachagula. Akuwe Mushi, akuwe Murega, akuwe Mubuyu, akuwe nani, batachanga. Bangali kwanza wanapenda basafishe kwanza hii watu ya zamani, banaharibisha kamati ya association. Saya election ile mlikuwa wale watu kenda, pesa wa community alikuwa pale. Alisema nini? Alisema ni mzuri sana kwa kusema juu mnakalamusha vitu ya mzuri, mnalamusha vitu ya mzuri, kufanya vitu yenye itasaidia watu yote. Hapana ya watu binafsi walikuwa wanafanya vitu vyao binafsi. Maana wanapata kitu ni yao. Na mpaka leo wanasema kitu ni yao. Sasa hii kamati ya mpya nasema ni itakuwa ya watu yote. Ukilia kilio chako magumu, tabu, shida nini batasema yao batamaliza. Na bana leo tushaona mitumikio yao kwanza si le terrain ni ya mzuri sana baba watu ya mpya. Basha panga ekipe ya mpya mu terrain, basha panga ba deselile. Kila mtu mwenye anakontrole kama ni salo 13 anakuwa anakontrole ile salo 13. Banafanya ba deselile binatupatia moyo ya mzuri juu wale ba deselile ndio watakuwa wanafanya communication na ba president. Ba president bana muda kwenda onana wale ba lead, wale ba deselile. Inatuletea moyo ya mzuri, tunaona kama batatumika mzuri sana mu ekipe hii tunaifurahia sana, inaleta modele ya mzuri sana, system ya mzuri. Mo final eno objectif ya mwisho mnataka nini? Shie tunataka kamati ya mpya iende, iachie kamati ya mpya ije tuendelee nabo, tuangalie nabo kwa watu. Kamati ya mpya iende. Kamati ya zamani iende. Ya mpya ikuye itufanyie vitu ya mzuri. Merci beaucoup.